Yo, mambo vipi na kuaje? Karibu tena recap na Manda Special. Leo ni siku nyingine tunakutana kwa ajili ya kupiga story zetu za kiburudani. Na leo nina story mbili tu. Sina story nyingi, na story mbili tu. Story ya kwanza ni kuhusiana na ngoma ya Juma Jux ya Kipepeo akiwa na Mbosso Kani Mushedede. Story ya pili ni kuhusiana na wimbo wa Mbosso wa DJ. Unaelewa? Hiyo ni story namba mbili ambayo nakuja kuizungumzia. Kwanza nianzie na ngoma ya Juma Jux ya Kipepeo ambayo ameachia na Mbosso juzi. Ngoma imeachiwa juzi usiku wa kuamkia jana. Yes, na ni ngoma ambayo imeshirikisha wasanii wakubwa. Ukweli ngoma ambayo iko na wasanii wakubwa. Juma Jux ni msanii mkubwa yani. Mbosso sasa hivi local hapa Bongo ni msanii mkubwa yani, wala hata tutaketa kupepesa macho. Maana yake ni kwamba tumepata collabo iliyohusisha wasanii wakubwa. Maana yake ni kwamba tumepata collabo kubwa, sababu collabo hizi nadra sana kutokea. Then kuna collabo kuwa kubwa na kuna collabo kuwa bora. Hiyo ni vitu viwili tofauti. Ukubwa wa collabo ni kwa sababu imehusisha wasanii wakubwa. Ubora wa collabo ni kile ambacho watakizalisha kwenye hiyo ngoma, maudhui, everything. Hiyo ndo tunakuja kudetermine kwamba hii collabo yao ilikuwa ni bora. Kwa mfano collabo ya Juma Jux labda na Diamond, collabo zao zilikuwa ni bora, collabo kubwa alafu bora. Finally ya Alikiba na BN, collabo bora na collabo kubwa. Mfano ngoma ya Alikiba na Harmonize, normal. Unaelewa? Standard to normal. Mbosso Mario, normal. Alikiba Mbosso, normal. Unaelewa? Kuna collab ambazo ni kubwa kwa sababu ya wasanii wakubwa, na kuna collab ambazo ni kubwa kwa sababu ya ngoma ni kubwa. Kwa vitu viwili lazima tujaribu kuvitofautisha. Na kama ni kubwa kwa sababu ya collab ni kubwa, maana yake hiyo tunaweza tukaweka kwenye upande wa collab ni bora. Kwangu mimi nimesikiliza ngoma ya Juma Jux ya Kipepeo akiwa na Mbosso. For me, mimi huwa nazungumza tu walisia. Ni kitu ambacho kwa ukubwa wao, level yao ya kimuziki, Mbosso ni msanii ambaye yuko kwenye form sasa hivi Bongo. Yaani ukitaja wasanii wawili au watatu ambao wako kwenye form, wapo kwenye prime yao, huwezi kuacha kulitaja jina la Mbosso Kani. Umeelewa? So ni wasanii ambao wapo, msanii yupo kwenye prime. Yaani yuko kwenye ubora wake. Yaani Mbosso kama ushawahi kumsikiliza nyuma ukahisi yule ndo alikuwa Mbosso bora, basi wewe kuwahi kumsikiliza Mbosso. Huyu ndio Mbosso bora. Yaani huyu ndio Mbosso ambaye yupo kwenye ubora wake. Ndio Mbosso ambao anatakiwa kutumia wakati huu. Kwa maana hata ukiangalia wasanii wengi wanajaribu kufanya naye collab. Of course na yeye pia yuko makini na kazi zake na project zake. Wasanii wengine huwa inawatoa kwenye mchezo, anafanya collab nyingi, anaachana na muziki wake. Lakini mshikaji amejaribu kumaintain, anapiga miguu yote, anafanya collab na wasanii wengine, lakini pia anatoa project zake. So Kipepeo for me ni ngoma kwa level ya Juma Jux, level ya Mbosso for me is standard tu. Wimbo ambao kawaida kwao yani. Kwa ukubwa wao, level yao, brand zao, yani everything, influence yao, kwangu mimi ngoma ambayo ni sio ile sana, kwa sababu Juma Jux katoa ngoma kubwa sana hapa katikati, zimefanya vizuri nje, zimetengeneza numbers, na hata ukipita mtaani watu wanasikiliza, wanafanya nini, kwa sababu imehusisha wasanii wakubwa. Kwangu mimi nasema hawajaitendea haki, hawajatendea haki muda. Of course sisemi na wao, nasema jambo moja, wasanii kama hawa siwezi kuanza kuwadetermine uwezo wao wa kuandika, ila kitu ambacho huwa wana mess up ni kwenye melody na kwenye muda wa kuachia wimbo. Hapo tu uandishi uko vizuri, melody inawezekana steke watu kwa wakati ule, kwa sababu nyimbo pia zinaendana na trends. Kuna kitu maybe kina trends watu wanakizungumzia, msanii anaweza kaimba ikaondoka. Trend nyingine labda muda ni wa mahusiano, mwezi wa pili, mwezi wa ngapi, ukatoa ngoma ambayo inahusisha na mahusiano, watu wakachapa, tumeondoka. Kuna muda ambao nyimbo ni za summer, hazihitaji mbwembwe nyingi, uandishi kibao, zinahitaji watu kuruka. Kipindi cha summer, mambo ya shows, yani sasa hivi watu wamechangamka, watu wamefanya kazi katikati ya mwaka na nini, people wanataka kuenjoy. Unaelewa? So ndo maana kipindi cha summer unatakiwa achie ngoma ambazo zimechangamka sana, wala sio kidogo sana. Huu ndo wakati ambao watu wengi wanaenda clubs. Umeelewa? Wakienda clubs wanasikiliza ngoma ambazo zimechangamka. Huwezi kwenda club ukasikiliza ngoma ambayo imejaa zaidi maudhui ya uandishi yani. Umeelewa? Watu wanataka ngoma za kuruka. Hiyo ni moja. Mbili, ndio maana kipindi kama hiki shows na matamasha yanakuwa mengi. Huwezi kukutana na matamasha mwezi wa 12, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa 4. Huwezi kukuta matamasha muda ule. Miezi ya 7, 8, 9, 10, muda wa matamasha, muda wa shows. Wasanii ndio wanafanya shows, wasanii wanafanya matamasha, wanafanya nini. Ngoma ambazo mara nyingi zinafanya vizuri ni nyimbo ambazo ni za kuruka, kwa sababu ndio nimekwambia kipindi cha summer watu wanataka kuburudika. Kama watu walikuwa makazini, wamefika katikati ya mwaka, wamefanya kazi, wengine wameshaanza kuona matunda ya mafanikio ya mwaka. Katikati ya mwaka mtu kashaona hapa na toboa ustoboi, unaelewa? Wengine wamevurugwa na maisha, wanataka tu yani mpaka mwezi wa 6 wa 7 haoni chochote, anaona bora ni kuruka, tunaelewa? So kipindi hiki ni nyimbo ambazo ni za kuruka zaidi, sio nyimbo za kuandika mapenzi sana. Kipindi cha mahusiano huko miezi ya pili, mwezi wa tatu, mwezi wa kwanza, nyimbo ndo zinafaa. So sio kwamba wasanii hawajui kuandika wanatoa ngoma mbovu, hapana. Kitu ambacho wana mess up ni timing ya kuachia wimbo, ni wakati gani. Kingine melody ambayo inakuja kukonga watu kutokana na wakati uliopo.
Umeelewa? Nyakati hizi zinamata sana kwenye nyimbo. Kama mnapitaga hata mitandaoni mnaambiwa usiposti, kuna watu wanaongega sana muda wa kuposti labda Instagram wa kufanya nini, unaelewa? Akaunti ni ya kwako, lakini unaambiwa muda wa kuposti kuanzia mida fulani. Why? Kwa sababu ya timing. Yaani unawaza kabisa sasa hivi watu wametoka makazini, watu wanarudi majumbani, sasa hivi ndio watu wameshakula, wanashika simu, wanapita mitandaoni kuangalia nini kilitokea. Ukiachia kazi yako, ukiposti kitu kuanzia saa 5 saa 6, watu wako kazini, ndio kwanza kazi zimenoga. Hakuna mtu ataacha kuacha kazi angaikia na mitandao, umeelewa? Lakini kuna muda watu wamechoka makazini, wanapita kwenye mitandao, kwenye nini, unaelewa? The same kwenye muziki pia. Kuna muda wa kuachia aina fulani ya nyimbo, miezi ya 12, miezi ya 11, kipindi cha masikukuu, unaelewa? Kuna nyimbo za mahadhi yake unatakiwa kuachia, sio kila kitu. So maana yake ni kwamba kwangu mimi hii kolabo ya ngoma ya Kipepeo kali nzuri, lakini sio level kama hawajaitendea haki. Inawezekana timing ya muda, umeelewa? Yes, yani hicho ndio kitu ambacho naweza nikasema. Kingine pia, Juma Jux ana support kubwa sana kutoka Nigeria. Yani hiyo lazima tukubali au tukatae, Juma Jux support yake kubwa inatoka nje ya Tanzania. Yani mimi naweza nikasema hiki, Tanzania Juma Jux hana mashabiki wengi kama nje ya Tanzania. Hiyo niamini mimi ninachokuambia. Nje Juma Jux ana mashabiki sana, hasa Western Africa, Nigeria, Ghana, umeelewa vizuri? Kule ana mashabiki wengi sana. Ukienda huko London, Paris, watu wa Nigeria wanaoishi kule wanamkubali sana Juma Jux. Na hata mnakumbuka show za Diamond za Summer Jam za Summer zile za mwaka jana, watu wengi Diamond ilivyotangaza show mara ya kwanza, Juma Jux hakuepo kwenye list. Alipokuja kumweka Juma Jux, uliona reaction ya Nigeria ilivyokuwa wale wanaoishi London, So maana yake ni mshikaji ambaye amepata bahati hiyo ya kukubalika Nigeria na watu. So maana yake mimi nilizungumza nikasema, Juma Jux katika ngoma ambao unaachia, make sure wewe una mashabiki wengi nje. Yani ni wimbo ambao hutaenda kuwa disappoint, unaelewa? Waanze kuuliza lyrics zile subtitle kwenye nyimbo kwa sababu hawaelewi na wanataka wakusupport. Unaelewa? So maana yake lazima utenge sound ambayo hata wale wanaweza wakaenda kuipa airtime, umeelewa? Kuipa sikio kwa sababu mashabiki zako wengi wako kule. So I don't know, kwa sababu msanii anapoanza kufanya vizuri nje pia huwa anataka kuendelea kumaintain kulikamata soko la ndani. So inawezekana Juma Jux anafanya hivyo kwa sababu anataka kumaintain pia soko la ndani alikamate, unaelewa vizuri? So ndio maana unakuta anaachia ngoma na wasanii. Kwa mfano ukiangalia kwa Mbosso na Juma Jux anafanya vizuri nje ya mipaka ya Tanzania. Mbosso anafanya vizuri loko. Unaona hivyo vitu vilivyopo pale. Juma Jux nje anafanya vizuri kiukweli, lakini Mbosso loko. So maana yake inawezekana pia walitaka kumix hiyo, aendelee kulikamata soko la ndani na nje akiendelea kufanya vizuri. Lazima tuambizane ukweli. Sio mbaya, sio ngoma mbaya sana, lakini sio ile level ya Mbosso na Juma Jux. Umeelewa? Mbosso na Juma Jux. So for me, hata ukipita mtandaoni, lakini kingine kitu ambacho nataka nimwambie Juma Jux huwa ni miongoni mwa kundi la wasanii ambao hawafanyagi promotion ya nyimbo zao kabisa. Na hata ukiangalia collabo za Juma Jux na Diamond huwa anawekeza kwenye promotion. Pita hata kwenye page ya Juma Jux sasa hivi, angalia vitu anavyovifanya au kitu anachopost, utanielewa anachozungumza. Hata wale dance challenge, zile dance challenge kuandaa, yeye mwenyewe alizungumza kwenye interview kwamba hivyo ni vitu ambao Diamond huaga anaviandaa. Why Diamond andae na not you? Why? Yani ni kitu tu naelewa kuna mistake somewhere. Yeye anasema hizi Diamond anaandaa. Issue sio Diamond anaandaa. Why Diamond ambaye ni msanii aliyofanikiwa? Sio wewe ambao ndo unautafuta ukubwa kwenye muziki. Ni vitu vya kujiuliza tu. Yani vitu ambao Juma Jux anaweza ongea kitu lakini wewe ukalijaji kwa ukubwa. Anasema Diamond ndo vitu vyake. Ina maana Diamond anajua umuhimu wa kufanya challenge kuliko yeye, wakati huyu ni msanii kafanikiwa. So hata ukipita wewe leo kwenye page ya Juma Jux utaangalia namna aina ya promotion anayoifanya. Muziki ni promotion, my brother. Yani hiyo lazima tukubali na tunazungumza sana. Yani huwezi kutaka muziki wako ufike mbali bila kuwekeza zaidi kwenye promotion. Yani ukiangalia tu clip ziko 3 kashamaliza. Mimi natoleaga mfano sana watu ambao wamefanikiwa kimuziki. Watu waliofanikiwa kimuziki. Hasa local Diamond. Tanzania, yani sio local, yani kwa Tanzania Diamond. Angalia Diamond akitoa wimbo, ile page yake ni kubwa, mashabiki wanavyojazana kwa ajili ya promotion. Kwa angalia, inakupa picha namna gani promotion inasaidia. Juma Jux ni vizuri kuwekeza sana kwenye upande wa promotion. Na inawezekana kwa sababu anajua na mashabiki, wa Nigeria watapiga kelele, watafanya nini. No, unatakiwa kuinvest, tafuta madancers hao wanaofanya challenge ma TikTok, wanafanya challenge wapi, jaribu kuwekeza kule, wafanye challenge nyimbo, ama influencers wa mitandaoni waendelee kuizungumzia. Yani ili fanikiwe ngoma lazima izungumziwe, pewe airtime. So maana yake jaribu kutengeneza connection na wale watu. Ili ngoma jaribu kuzungumziwa. The more unavyozungumziwa, the more ngoma inaenda viral, my brother. Wasanii ni wengi, muziki ni mingi. Yani mtu mpaka kuja kukupa sikio mzee, yani lazima ufanye kazi ya ziada. Hiyo ni kazi ya Juma Jux na ni miongoni mwa wasanii ambao kwenye promotion hawako vizuri sana kwenye upande wa promotion. So mimi nashauri tu inahitajika promotion kwa sababu fanya
mnafanya kazi na Mbosso. Mbosso ni msanii mkubwa, wewe ni msanii mkubwa. Kuunganisha nguvu yenu ikawa kubwa, maana yake mnatakiwa pia mfanye kazi kubwa kwa ajili ya promotion. Ukiachana na hii ngoma ya kipepeo, nirudi kwenye ngoma ya DJ ya Mbosso. Sasa hivi tunavyozungumza, wimbo wa Mbosso wa DJ umefutwa YouTube. Kuna dogo wetu wa Bontu nani ameufuta wimbo wa DJ YouTube. Claim yake, malalamiko yake, jina lile. Sababu YouTube wimbo kifutwa, yani wanakupa taarifa. Umeelewa? Huu wimbo umefutwa na fulani fulani kwa sababu ya 1 2 3 4, kwa sababu YouTube wametoa hiyo option. Yani wewe ukiona maudhui yako kuna mtu kayatumia, una uwezo wa kuclaim pale pale YouTube, wakauondoa ule wimbo mpaka nyie mkubaliane. Mkisha kubaliana, mtatuma tena maombi wimbo urudishwe. Umeelewa? Au ni YouTube, si ndio? So point yangu ni kwamba yule jamaa amelalamika copyright ya DJ. Yeye wimbo wake unaitwa Mr DJ. Mbosso wimbo wake unaitwa DJ. Kwa amesema Mbosso ka copy katumia huku kwenye wimbo wake. Ndio maana ka claim ule wimbo umefutwa ambao tayari ulikuwa unakaribia views milioni 2. Mimi bwana, mimi nimeisikiliza hiyo ngoma ya Uchali. Na ukija kwenye kama sababu ni jina Mr DJ na DJ. Je, wasanii wangapi wametumia neno DJ kwenye ngoma zao? Title tu. Achana na kutumia kwenye wimbo kama kwenye mtu anaimba. Title kwamba DJ. Nenda ta YouTube andika DJ. Sasa hii ni Mr DJ, hii ni DJ. Je, wasanii wote wangekuwa na uwezo wa kulalamikia majina, nyimbo ngapi zingeondoka mitandaoni? Aya, achana na hilo. Wasanii wangapi wametumia neno nakupenda kama title ya nyimbo? Kina J Melody, kina nani? Neno tu nakupenda limetumika kwenye ngoma zao. Wangapi? Je, wasanii wangekuwa nalalamika haya majina hivyo? Jamani, leo hii kungekuwa na ngoma ambazo zinafanana majina. Ni maneno, hakuna mtu ambaye kaliumba. Hakuna mtu katengeneza neno kwa sababu yake. Labda kama jina ni la kwako. Kitu pekee unaweza kujivunia ni jina lako, ambao ni brand yako, labda umeisajili. Ukiona mtu anatumia brand yako kwa maslahi yake, unaweza ukalalamika, ukafungua mashtaka, ukamfunga kabisa. Lakini neno la wimbo, jina DJ, tena sio Mr DJ. Mbosso ni DJ, yeye ni Mr DJ. Vitu viwili tofauti. Even nimesikiliza hata melody nikasema labda sababu sio jina, labda sababu Mbosso amekopi melody au uandishi. Ukienda kusikiliza ni vitu viwili tofauti. Ikanikumbusha kuna dogo fulani wa Burundi aliushusha wimbo wa Alikiba wa Ubuyu. Aliushusha YouTube wimbo wa Ubuyu. Taarifa ambazo tulizipata, yule dogo alitiwaga ndani. So watu wanagharamikia, wanatoa mahela mamilioni. Sasa Mbosso juzi nimeongea katumia karibia mamilioni, zaidi ya milioni 30. Promotion, kila kitu. Leo mtu mmoja tu kalala kaamka kashusha hiyo kitu ambacho mtu alikitengeneza. Huwezi kwenda naye sawa. Na ndio maana sometimes unamuelewa Alikiba kwa nini aliamua kumkamata yule dogo kamtia ndani huko Burundi. Kwa sababu ni tabia ambayo inawaangusha sana wasanii. Unajua kwenye wimbo, katika kitu kinatumia gharama kubwa sana kwenye wimbo wa msanii ni video. Wasanii wanawekeza hela nyingi sana kwenye video sana, na ndo kitu pekee ambacho kinawaingizia wasanii hasara, kwa sababu video zinatengenezwa kwa ajili ya kuonyesha ukubwa wa msanii, heshima, thamani hivyo. Lakini kwenye kutengeneza hela, YouTube hawezi kutengeneza hela kama platform nyingine. Kwa maana yake ni kwamba katika sehemu ambazo pia sio sehemu ambayo wasanii wanazitegemea sana kutengeneza hela ni YouTube, then zinawaingizia hasara. Halafu anatokea mtu mmoja anakuja kushusha video. Ni kitu ambacho kimekaa vibaya, kwa sababu inawezekana madogo wengi wanataka kutrend tu. Niamini mimi ninachokwambia. Mimi nimepita kwenye hiyo account ya huyo Chali, nimeangalia vitu anavyoviposti kwanza. Yaani ndio inanipa picha kwamba huyo Chali anataka trends, anataka muondoko. Umeelewa? Kaandika taarifa baada ya wadau wengi kubaini kufanana kwa maudhui kati ya wimbo wa msanii wetu. Hiyo ni meneja wake, anaitwa Mobutu Mr DJ, na wimbo wa Mbosso. Tulichukua hatua rasmi ya kuripoti kwa YouTube. Kwa sasa YouTube imeshusha wimbo huo kwa muda, wakati mazungumzo kati yetu na uongozi wa Mbosso yanaendelea ili kufikia mwafaka. Asante sana kwa wote mlioendelea. Na vitu gani? Wimbo wa Mbosso DJ umeshushwa YouTube kwa kuhusishwa na kufanana kwa wimbo wa Mr DJ. Unaelewa kitu anachokiandika? Then nafikiri ni manager wake. Ukipata kwenye akaunti ya mshikaji, yeye kaandika taarifa. Napenda kuwafahamisha wadau wote kuwa baada ya kupokea taarifa ya maoni kutoka kwa wadau, amerudia pale, kutokana na mchakato YouTube imeshusha wimbo huo, wala sio kushusha. Kwa upande wangu nimeliachia suala hili mikononi mwa uongozi wangu ili ulisimamie kwa mujibu wa taratibu. Sina tatizo binafsi wala tofauti yote na Mbosso, na nina imani uongozi wa pande zote mbili utalimaliza jambo hili kwa busara. Na washukuru. Ndio msanii kaandika, Mobutu Nyema Boy, anajiita hivyo Mobutu. So nataka tu nizungumze, niseme inawezekana vijana wengi wanapenda trends. Ni kitu ambacho kinaweza kaja kuwatokea vibaya, kikawagharimu vibaya. Umeelewa vizuri? Yes. Kwa sababu mimi nimesikiliza huo wimbo. Sijajua, labda ndugu zangu na nyie mtajaribu kusikiliza ili mniambie labda huu wimbo na huu zinafanana sehemu gani. Umeelewa? Jaribu kufuatilia tu alafu
alafu niambie zinafanana sehemu gani, then tuseme huyu jamaa alikuwa na haki ya kuushusha wimbo huu. Soba ni kuingiza hasara, umeelewa? Ndio maana nimesema mimi vijana wengi wanapenda miondoko, kuondoka, kutrend, kufanya nini, lakini unaondoka kwa staili gani? Una trend kwa staili, unaweza kana ukatrend mara moja tu, lakini madhara yake akaja kuwa mabaya. Ni vizuri sana kutengeneza mahusiano. Mimi sijaona kama kuna copyright hapa, mimi kwa upande wangu sijaona kama kuna copyright. Kiukweli ni vizuri kutengeneza mahusiano ambayo baadaye ukiwa msanii una uwezo wa kutengeneza collab, kupata nafasi kwa Mbosso, mkafanya ngoma, mkafanya nini, unaanza kujitengenezea mazingira haya ambayo kwangu mimi, kwa sababu maudhui hayafanani, hayako sawa ukiwa kama msanii. Mimi sijui uongozi wa Mbosso wenyewe utachukua hatua gani kuhusiana na hiki ambacho kimeendelea. Mimi nimeona tu nitoe taarifa hii, nijaribu kushare na nyie kidogo, then na nyie mtoe maoni yenu kuhusiana na hii ngoma ya DJ na hii ya Mr DJ. Je, kuna mfanano wa maudhui? Sababu yeye anasema mfanano wa maudhui. Yanafanana? Hem, dondosha comment yako hapo.